Marekani Michael Rubio kuhusiana na masuala mazima ya nyuklia kwa upande wa Marekani. Na hii imetokana na kuona jinsi gani ambavyo taifa hilo la Iran inazidi kuendeleza katika uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Na ameweza kuzungumza akisema kwamba ni kama vile kwa upande wa Iran inaendeleza uzalishaji wa makombora ya masafa marefu kwa ajili ya kuweza kushambulia upande wa Marekani. Hiki ndio kitu ambacho alichoweza kuzungumza. Na tunafahamu wiki hii kutakuwa na mazungumzo kati ya Iran, Marekani pamoja na Oman, ambapo Oman amesema kama mpatanishi katika mzozo huu. Lakini hata hivyo mazungumzo haya hatakuwa ya moja kwa moja kama ilivyokuwa mazungumzo yaliweza kufanyika kipindi cha nyuma. Tunafahamu hii itakuwa ni duru ya 3 ya mazungumzo. Duru ya kwanza mazungumzo tuliweza kuona jinsi gani ambavyo mazungumzo yalivyoweza kufanyika kati ya Marekani pamoja na Irani. Duru ya pili ya mazungumzo tukaweza kuona jinsi gani mazungumzo pia yalivyoweza kufanyika. Na katika ile duru ya pili ya mazungumzo tukaweza kuona pande zote mbili, upande wa Marekani lakini pia na upande wa Irani kwa pamoja, kila mmoja akionyesha matumaini mapya katika ile duru ya pili ya mazungumzo. Na kila mmoja alikuwa anaona kabisa kwamba baada ya mazungumzo haya basi hitimisho linaenda kufikiwa katika kuweza kuondoa kabisa mzozo huu ambao upo kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini mazungumzo yaliweza kufanyika na hitimisho bado likiwa halijaweza kupatikana. Na hata hivyo katika duru hii ya 3 ya mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika pale Geneva, Uswizi, jinsi gani ambavyo haya mataifa mawili Iran pamoja na Marekani wanapoweza kukaa mezani na kuweza kukubaliana katika masuala mazima ya nyuklia. Na japokuwa tumeweza kuona pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump akiweza kuzungumza mara kwa mara kuhusiana na mpango wa nyuklia kutoka katika taifa la Irani, akisema licha tu ya kwamba taifa hilo kuweza kuwekewa vikwazo zaidi katika masuala mazima ya kiuchumi, lakini bado Iran anazidi kufanya uzalishaji wa madini ya urani, lakini pia anazidi kufanya uzalishaji wa nyuklia katika taifa lake. Na hii inaonekana ni kama vile vikwazo ambavyo Marekani ameweza kuweka katika taifa la Irani ni kama vile si kitu katika taifa hilo. Na siku ya jana aliweza kuzungumza rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba yeye hahitaji vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Yeye hahitaji vita, bali anataka wakae mezani kuweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya nyuklia. Lakini hata hivyo tunaweza kuona upande wa Iran, licha tu ya kwamba ya vikwazo ambavyo wameweza kuwekewa na Marekani, lakini licha tu ya kwamba matamko mbalimbali ambayo yakizidi kuweza kutolewa kwa upande wa Marekani kuhusiana na masuala mazima ya nyuklia, tuliweza kuona ambaye ni mjumbe wa Mashariki ya Kati ambaye huyu huwa anazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya Mashariki ya Kati. Na tuliweza kuona hata katika mgogoro wa vita kati ya Israel pamoja na Hamas, kati ya Israel pamoja na Hezbollah kwa pale Lebanon, yeye alikuwa akiweza kuzungumza kwa asilimia kubwa zaidi. Huyu ni mwakilishi kutoka katika taifa la Marekani, Steve Witkoff, naye pia aliweza kuzungumza kuhusiana na masuala haya kati ya Irani pamoja na Marekani, kuhusiana na masuala mazima ya Irani, akiweza kuitaka Irani sasa kuacha masuala mazima ya uzalishaji ya nyuklia. Lakini hata hivyo unakuja kuangazia pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi naye pia kwa upande wake aliweza kuzungumza akisema kwamba nao pia kwa upande wa Irani hawategemei kuweza kushambulia upande wa Marekani, lakini kama Marekani akishambulia Irani basi wao watajilinda kwa kutumia njia ipi? Na hii ni kama vile imekuwa ni kuweza kuzungumza kwamba mkitupiga na sisi tutawapiga. Ndio kitu ambacho ameweza kumaanisha kwa asilimia kubwa zaidi. Lakini hata hivyo kwa upande wa Marekani pia rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba wao hawahitaji vita na Irani, licha tu kwamba vikwazo ambavyo wameweza kuviweka katika taifa hilo, lakini bado kwa upande wa Irani wanazidi kufanya zaidi uzalishaji wa nyuklia. Na hata hivyo tunaweza kuona jinsi gani ambavyo hii duru ya 3 ya mazungumzo kila mmoja akiwa anategemea sasa kuweza kuona hitimisho. Tumeweza kuona duru ya kwanza mazungumzo, ya pili na hii ya 3 ambayo itafanyika kwa pale Geneva, Uswizi. Hali halisi itakuwa vipi kwa upande wa Marekani lakini pia na upande wa Irani kukaa mezani na kuweza kuzungumza masuala mazima ya nyuklia. Na hata hivyo kuzungumzia na masuala mazima ya nyuklia, lakini pia hata pia na uzalishaji wa madini ya urani katika taifa hilo la Irani, bado tunaweza kuona jinsi gani ambavyo upande wa Marekani na hiki ambacho waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio na yuko upande wake kuweza kuzungumza
kuhusiana na upande wa Irani kwamba wanaendeleza uzalishaji wa makombora ya masafa marefu kwa lengo la kutaka kuvamia katika taifa la Marekani. Je, kuna ukweli? Na hata hivyo kuhusiana na vikwazo ambavyo vya kifedha, licha tu kwamba Irani wana vikwazo ambavyo wameweza kuwekewa, lakini bado uzalishaji unazidi kuendelea. Tunataka kuweza kuona kwamba upande wa Irani, Marekani pamoja na Oman, pale ambapo katika duru hii ya tatu basi hitimisho liweze kupatikana ili kuweza kuondoa kabisa mzozo ambao upo kwa sasa hivi. Tumeweza kuona kwa upande wa Urusi pale ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin aliweza kuzungumza akasema hataki kuona kabisa upande wa Irani akiingia katika mgogoro wa kivita na Marekani kwa upande wake yeye Urusi. Na akasema hata kama kuna vikwazo kama kuna vikwazo inabidi niweze kuwekewa ili tu mgogoro huu uweze kutamatika, yupo tayari ili vikwazo ambavyo ataweza kuwekewa katika taifa la Urusi basi kuhakikisha kwamba mgogoro huu unaenda kutamatika. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo katika upande wa fahamu zaidi, upande wa kitaifa, upande wa kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Jejina Watatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.